Hello guys, hello everyone. Hope mko poa, pia mimi niko poa. And so guys, tuko hapa we talk about Elvis and Chambe. Sababu tukiangalia hawa watu, sisi na roho zetu tunaweza sema wameshakuwa magaidi. Lakini labda kukua vyenye wako na kusema chenye wanasema si kupenda kwao. And I'm sure si kupenda kwao. Sababu we know Elvis kama mtu mwenye amekuwa a very prayerful man. Tumejua ni mtu mwenye amekuwa akiinua mkono anaomba. Mtu tunajua mwingine ni Chambe. Chambe tunajua venye anapenda boss wake. Chambe tunajua venye anapenda Senior Dave. Sometimes tunaonanga Chambe akichoose death over Senior Dave kuteswa. So haya yote tunajua ni kusukumiliwa, wamesukumiliwa. Na mimi nikiangalia it like hawa watu waliambiwa wa choose death or wa choose kuwork na hawa watu. Labda hawa watu walienda wakaambiwa sasa mko mikononi mwetu. Na sababu mko mikononi mwetu, nyinyi ni wanaume kama sisi. Tunataka mjoin kikozi chetu. Na kama hamtaki kujoin kile kikozi, tutawaua. Na mjue kifo ya hawa watu haitakuwa kifo ya ati ni kupewa ndawa ukufe hapo hapo. Ni mateso. Na ni lazima ikue before walikuwa wameteswa. Sababu tunakumbuka the first time Senior Dave wakienda kule kwa msitu na Jackie, walienda baka wakaenda pale kuona Chambe. Na kama Chambe angekuwa katika hali nzuri, angekuwa vyenye hako saa hii, niko sure Senior Dave angeweza kutoroka na Chambe. Lakini sababu labda alikuwa hali maututi, that why aliweza kumuona tu na macho na akamwambia ati Chambe nitapigana hii vita mpaka ni make sure nimekuokoa. If guys you can remember those ones. So vyenye wako saa hii labda ni vyenye wameweza kurecover from ile hali yenye walikuwa. Then wakaona ile mateso yenye wanapitishiwa pale na wameambiwa either wa choose kifo ama wa choose kufanya kazi na huyu. So labda wakakujua wakaona it better to save our life. Na wakaambiana wao wenyewe ndio to save maisha yetu. Na sababu tunajua hapa siku moja tutakuja kuokolewa, acha tu choose kufanya kazi na wao. And labda sasa wameambiwa, nyinyi tu si mlichoose kufanya kazi na sisi. Nyinyi tu ndiye tunataka kutumia, mtuondolee yule boss wenu. Na sababu hawa watu wanajua, once wakiweza kutoka pale waende wakamaliza boss wao, labda pale ndipo sasa wataenda kuokolewa. Na hata mimi nikiangalia naona, maybe God, labda Mungu anangoja hawa watu waweze kutoka kwa ile mikono ya wale magaidi, wanakuja kumaliza Senior Dave, na pale ndipo wataweza kuokolewa. Guys, we say njia za Mungu ni mingi. Wakati Mungu anataka kukutengenezea njia mahali, anaweza tumia a very painful way. Anaweza tumia njia mingi sana ndio akuje kukuokoa kwenye huko. Anaweza tumia ile kitu yenye utaona ni chungu sana. Sababu kwa Elvis na Chambe kuambiwa wamalize boss wao, ile ni kitu iko na uchungu sana. You know that guys. So labda hawa wamekuja wakaambiwa that ni lazima tuwatumie kummaliza. Ni lazima tuwatumie kumtesa. Sababu nyinyi ndio wafanyikazi wake. Na ni lazima ikue pia wanateswa. That why walikubali hadi kusema that Senior Dave ako na bibi anaitwa Anita Dave. Sababu niko sure hawa tu ndio waliulizwa mambo na Anita Dave. Na that why yule jamaa anasema that Senior Dave hawa tu ndio nitatumia kukumaliza. And if guys what Dante is talking is the truth, that mtoto wake ako na chorea, Anita Dave pia anafaa kuwa makini sana. Sababu kama amechukua mtoto wake, ujua amechukua mtoto wa Dante, sababu ya kuwa amekuwa akiona Dante na Senior Dave wanaungana kwenda kuwafuatilia. So hii gaindi ni gaindi baya sana. This one is a killer. This one is a murderer. Huyu ni mtu mbaya sana, ni mtu wana utu. Na ni sababu ya zile madawa yenye wanajindunga. I think guys tulisikia wale majamaa waliweza kushikwa kule kwa forest. Wakisema that wanatumianga hadi shindano za kujindunga. So labda hata Chambe na Elvis wameweza kuanza kudungwa hizo mashindano. Wameweza kuanza kudungwa hizo madawa. That why hawaoni kitu kubwa wakiongea kwa mtandao. Wakiambia Senior Dave. So guys, hata venye Senior Dave anauliza ama tuwaachilie ama nini, go for them.
help them, fight until you get them, Senior Dave, sababu si kupenda kwao. I'm 100% sure si kupenda kwao. Pale ni mateso iko pale. Pale ni unafanyiwa kila kitu. Ulisikia huyu gaindi akisema that Elvis amekuwa bibi ya mtu. How do you know that Elvis hajaanza kulalwa na yeye na wanaume? Sababu tuliona kule wamegawanyishwa. Ulisikia yule jamaa akisema mimi huwa na act kama bwana, mimi ndiye nalala na yeye. That means yeye ameshachagua ama ameshadungwa hizo mashindano za kuwa utakuwa unalala na wao bila hata kujua. So hata hawa wakienda wandungwa hizo mashindano, utakuta pia wameanza kutumika na njia kama hiyo. Ulisikia huyo gaindi akisema that kumbe hata ulikuwa unakaa na kadem bila kujua. So labda hawa watu ile mateso wanapitia pale, mnawaona kwa mtandao na labda wanaenda wanaambiwa jaribu kwenda kuonyesha that unateseka. Just to like venye nyinyi mkienda kushika magaindi, mnamwambianga tukifika pale ujaribu kutoa siri ama kuonyeshana unateseka. Tukuonyeshe. Labda sasa hata hawa the same way, that is what is happening. Na pale sasa hata kama wako wazima hivyo hawawezi fikiria ati tuombe ati sababu ya hizi charms, hapana. So Senior Dave, go for them, help them, waokoe kwa kile kikozi. Labda Mungu anataka uokoe hata hiyo gaindi unaona kubwa hapo inakondoa macho hapo. Inakaa mnyama ya msitu. So guys, let us not blame them. Let us not answer tuache ati kuona ati wamekuwa magaindi. We know them. Hawa ni watu wenye tunajua. Hawa ni watu wenye tumekuwa tukililia, mbona huyu anateswa, mbona Senior Dave hivi. So hawa ni watu wenye tunajua. So hawawezi kuwa ati within 1 week, 2 weeks ndio wameweza kugeuka na kukua ati wanaweza geuka Senior Dave. Hapa ni charms, hapa ni nguvu za kishetani zinatumika. So guys, tusichoke kuwaombea. Senior Dave, na wewe usichoke kupigana hiyo vita. Pata nguvu nyingine mpya. Pigana mpaka uweze kuwapata na usaidizi wake Mwenyezi Mungu. Tunajua Mungu atakusaidia. Tunajua hii vita sio yako. Na tunajua kuna sababu. We know there is a reason of all this. So Senior Dave, tunakupenda na tunapenda kazi yako. Na tunataka uokoe hao vijana. Pigana hiyo vita mpaka uwaokoe. Mkiwa na Charles, mkiwa na kina Jagi. Na utaona ukiokoa hawa watu. So guys, I love you so much. Nawapenda sana watu wangu. We meet to the next video. And thank you so much for those who are tuning in. Thank you so much for subscribing. Thank you so much guys. Thank you so much. Nawapenda sana tena zaidi. We meet to the next video. Bye.